Amen. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, naomba Mungu mwenye rehema na mwenye huruma utakase kipindi cha neno katika jina la Yesu. Na zaidi ya yote ifungue iwe ya baraka. Unitumie Mungu, maana mimi ni chombo. Najua Shetani hapendi neno lako likihubiriwa, lakini injili lazima itaendelea. Na kila roho iliyo kinyume na ikemea ipate ushindwa. Kila roho ya kimabebo na majini ishindwe. Kila mpinga Kristo ashindwe. Kristo Yesu utamalaki mwanzo na mwisho. Neno hili liwe la baraka. Ifungue wengi waliofungwa wapate kufunuliwa. Kwa sababu yeye mwenye neema, katika Roho Mtakatifu utawale, utende ishara, miujiza na maajabu. Maana hivyo ndivyo neno linavyosema. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi hiki ni kipindi cha neno, na wakaribisha kutoka kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 kuanzia mstari wake 18 kuendelea. Nitasoma. Watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile nilivyosikia kwamba mpinga Kristo yuacha, hata sasa wapinga Kristo ni wengi wamekwisha kuwepo. Kwa sababu hiyo tunajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangelikuwa wa kwetu, wangelikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Nanyi mumepakwa mafuta yenye aliye mtakatifu, nanyi mumechua yote. Sikuwaandikia ninyi kwa sababu amuchui hiyo kweli, bali kwa sababu munajua tena kwamba hapana uongo wowote utokao katika hiyo kweli. Ni nani aliye muongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Kila amkanaye Mwana hana Baba amkirie mwanzo na likae ndani yenu. Ikiwa hilo mulilo lisikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu, ninyi mtakaa ndani ya Mwana na ndani ya Baba. Na hii ndiyo ahadi aliyoiahidi, yaani uzima wa milele. Nimewaandikia haya kuhusu habari ya watu wale wanaotaka kuwapoteza. Nanyi mafuta yale mliyopata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamuna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyofundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri, wala musiaibike mbele zake katika kuja kwake. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu ainuliwe. Ambia mwenzako karibu kwa neno. Mwambie si maneno, ni neno la Mungu. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Najua ukisoma hii maandiko unaweza fikiria ni watoto wameandikiwa, yaani wale wako wado. Wewe unajitoa hapa kwa sababu wewe ni mtu mzima. Ambia mwenzako sisi wote ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maandiko yanasema sisi tulio watoto wa Mungu, tuliookolewa, tukae ndani ya Kristo. Kwa sababu mpinga Kristo alinenwa na sasa amesaa kucha. Hivyo ndivyo maandiko imesema. Yeye ni mpinga nani? Kristo. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo maandiko imesema wewe mwenyewe
umetiwa mafuta ya Roho, ili kwamba yeye yule mpinga Kristo anapotokea asije akakupinga na kukuangusha. Maana maandiko imesema wala wakupoteza wengi, wengine wamekuja. Shetani ana ujanja mwingi. Bwana Yesu apewe sifa. Anaweza tumia mtu yoyote. Wakati hujapata ufahamu sana na mambo ya kiroho, unaweza sema shetani ako nje na ako mbali. Maana si mtu wa kuonekana na macho. Lakini lazima ujue shetani ana kanisa lake. Shetani ana wachungaji wake. Shetani ana wafuasi wake. Shetani ana madhabahu yake. Kama ni kutoa sadaka anajua. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kuimba, shetani anajua kuimba. Maana alikuwa huko sama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiche ukadanganyika vile maandiko yamesema. Kama ni kuhubiri, shetani anaweza hubiri. Akitumia nani? Wafuasi wake. Lakini swali sasa, je, utamjuaje? Huyu ni nani ambaye tumekutana naye? Ni wa kunipoteza ama ni wa kunichenga? Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo katika neno hili linasema vizuri, kama hawa wangelikuwa ni wa kwetu wangelikaa. Lakini waliondoka ili wafunuliwe kwamba wale tuliowacha ni wa nani? Ni wa Kristo. Kwa hivyo kipindi kingine unaweza omba maombi. Maombi ile tunasemanga umeomba extra mile. Paka wale ambao uliona ni watu mnakaa nao vizuri waondoke. Hawakuwa wakwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wakati hukufunga hawakuondoka? Sasa umefunga, umeomba siku 2 3, umetafuta uso wa Mungu, alafu rafiki yako anaondoka? Bwana Yesu asifiwe. Hata wale wasichana wanayetaka ndoa, usiende tu kwa sababu anaendesha Range Rover. Mnanielewa? Kwa sababu ni maana jamani ni mondosi yako na do. Enda kwa magoti uliza Mungu. Huyu ni wa Ibilisi, maana hata shetani anainua wake. Ili ufunuliwe aliye mbele yako ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kufahamu vizuri. Kwa sababu maandiko imesema vizuri, kama angelikuwa wa kwako angekaa. Lakini asiye wa kwako lazima hata ndio barikiwe. Pigie Yesu makofi. Kama wewe ni kijana unayetaka ndoa, nenda mbele za Mungu muulize, nataka wa kwako. Sitaki yule anatoka upande wa nani? Wa Ibilisi. Maana wako wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko yamesema kama wangelikuwa wa kwetu wangekaa. Lakini sasa kwa sababu hawakuwa wa kwetu walienda. Mwambie mwenzako wataenda. Mwambie mwenzako wala ambao wako upande wako wataenda. Ndio ubarikiwe. Mwambie tena wataenda. Baada ya maombi wataenda. Ndio wewe ubarikiwe. Wale wapinga Kristo wataenda katika jina la Yesu. Ndio pata baraka. Tupie Yesu makofi. Biblia imesema uokovu ni mzuri, unapata nini? Mafuta. Hiyo mafuta kwamba yule aliyepata akipigwa vita itamshinda. Ataanguka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7, atasimama tena. Haleluya. Lakini yule mpinga Kristo ni once. Ambia mwenzako huyo ni once. Akianguka hakuna kusimama. Yule apiga naye na wewe kuanguka, ataanguka mwaka huu, ataanguka anguko kubwa na hakuna kusimama. Hakuna kusimama katika jina la Yesu. Mwambie yule anapigana na wewe hakuna kusimama. Mwambie ataanguka. Mwambie vizuri ataanguka na hata simama tena. We mwenye uongei ni wewe. Kwa nini uongei?
Bwana Yesu asifiwe. Tutaomba hapa basi ndio utajiongeleza. Kwani unatupima? Muulize unatupima. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kipimo tulipita kitambo. Maana mafuta tunayo. Bwana Yesu inuliwe. Mwambie mafuta tunayo. Na sio ya mboga. Mwambie vizuri si ya mboga. Na hii ya kwetu imeiva. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aliye ndani ya Kristo anakiri Kristo. Asiye ndani ni mpinga nani? Kristo. Dada yako anaweza pinga. Rafiki yako anaweza pinga. Ndugu yako anaweza pinga. Unaona tena ukitaka kujua rafiki yako vizuri, wakati mmekutana mnachuana. Pale ya kupatana hivyo hivyo si unaelewa? Baadaye sasa akuulize vile umepotea hivi kanisa la kwako ni gani? Ucharibu kusema ni nabii powerful. Atapiga play kidogo alafu akuulize nabii powerful Christian Church. Nikiingia ndani kwa hivyo kuna unabii. Toka hiyo enda kadho. Ni kwa sababu amejua. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu amejua ya kwamba kuna mambo yatafunuliwa. Kuna mambo yatajulikana. Kuna mambo yatatabiriwa na utamjua yeye ni nani. Usingoje mpinga Kristo mwingine ni huyo. Bwana Yesu abaye sifa. Bwana Yesu inuliwe. Nimesikia mafundisho yamesema ufuatilie agano ambao uliyoweka. Nataka niwaulize swali. Utafuatilia aje wewe ambao ulienda mbele ya Mungu, ukaweka agano, ukaombea na mafuta, ukatoa pasa empty? Utafuatilia aje? Ndio maandiko yanasema tufuatilie. Roho anasema tufuatilie. Wewe unaonaje kuna kitu hapo wewe utafuatilia? Tulisana ukweli. Bwana asifiwe. Biblia inasema usimjaribu Mungu, maana utaangamia. Hakuna mafuta isiyo na gharama. Hakuna mafuta isiyo na gharama. Hata Daudi mwenyewe alipohesabu watu pasipo na amri na sauti ya Mungu, nabii alimwendea akamwambia umekosa. Na lazima uinue madhabahu ili usamehewe. Bwana asifiwe. Hata kipindi kile alipoenda kwa Arauna akamwambia wacha nikupee sehemu uchenga madhabahu for free kwa sababu you are the king. Alikataa akasema nataka kitu ya gharama, niambie bei, nisikie bei, nisikie uchungu ninapotoa. Bwana asifiwe. Vilivyo vizuri havikuji rahisi. Lazima ung'ang'ane katika jina la Yesu. Sasa wewe unang'ang'ana na mafuta unayo, lakini sasa haina nguvu kwako, maana hukufanya vile inatakikana. Ndio maana nimesikia vizuri kwamba unaweza fuata miaka na miaka hakuna kwa sababu wewe ulipoweka ukuwa serious. Kama ingelikuwa ni sauti ya mganga mahali ulisoea zamani, anakuambia within 3 days naonekana utaondoka duniani, ungeuza hata proti ndio uone daktari anasema nini. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Lakini fuatilia. Biblia inasema Ayubu alifuatilia, hata akiletewa ripoti anasema nakushukuru Mungu, ulinipea na sasa umechukua, jina lako litukuzwe. Akafuatilia kutoka jaribu la pili ya Ayubu sura ya 2 mpaka 42 akashinda vita. Bwana Yesu apewe sifa. Imagine hiyo yote ni majaribu, lakini akafuatilia akasema kwako kuna mali, kwako kuna uponyaji. Hata kama leo mimi ni mgonjwa, nitasimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Hakukufa moyo. Sasa mpinga Kristo ni wale akina Elivansi
Wale marafiki zake Ayubu walirudi wapi? Nyuma, hawakumpa moyo. Kuna kipindi kingine unaweza kosa mtu wa kukupa moyo, lakini Yesu hatakuacha. Acha zako zote, peleka kwake, mwambie ya kwamba najua wewe ndio baba yangu, hakuna siku utanilete down, kwako nitasimama. Haya ninayoyapitia ya leo ya kukosa kazi na magonjwa, hata kufungwa kwa hii nyumba, hii ni mapito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alifuatilia akashinda. Ukifuata Abrahamu alifuatilia akashinda. Hata wakati anaambiwa nitolee, hakuanza maswali mengi. Alisema ni Mungu amesema, na ni Mungu aliyefanya nini? Aliyenipa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa swala la baraka limepaki mahali ambao kuna mfurutano na maswali mengi na majaribu mengi. Hiyo ndio roho ya mpinga Kristo itakusinda wewe uliyookoka. Lazima uwe careful. Si mafuta yote yanatoka kwa Mungu. Shetani akiona kuna mtumishi Mungu ameinua anatumia mafuta, naye ataenda naye aanze kutumia yake. Bwana asifiwe. Akiona yule mtumishi anatumia chumvi, na ataenda atumie nini? Chumvi. Aseme Roho wa Bwana amesema. Mnanielewa? Roho wa Bwana amefanya nini? Lakini ni Bwana gani? Tumeambiwa katika Kristo. Lakini atasema Roho wa Bwana ni Bwana mgani? Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo ni lazima uombe kwa bidii. Aliyekaa kwako ambaye ni mpinga Kristo aondolewe. Nasema tena aondolewe. Tena nasema katika jina la Yesu aondolewe. Akuondokee, maana maandiko yamesema walienda. Sikia neno hili vizuri. Walifanya nini? Inasema walisirahi. Walienda off. Walienda live. Tuelewane vizuri. Walienda for good. Bwana Yesu apewe sifa. Waliondoka na wakaenda, ndio mafuta ifanye kazi. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna siku moja niliuliza dada moja maswali aliyekuwa anakaa nyuma ya hii kwaya, hapa nyuma tu. Nasema yeye ni nabii, ananena na Roho wa Mungu. Tena wote hata mzee ni nabii. Tena wako na kanisa. Lakini kila Sunday inamuona hapa. Na sindo kula kwao mchungaji ni nani? Kidogo kidogo nikaona anaenda hatua kwa hatua. Sasa amekuwa kama mwana kwa, sijui kama walijua hiyo. Siku moja nikamuita pole pole, nikamuuliza dada, ujambo, umeokoka? Kaniambia wacha hata kuokoka tena, mimi ni nabii. Oh, Mungu anaongea na wewe? Kanipa story. Nikamwambia hivi, hii kanisa ulisoma kibao ama nikusaidie? Sikuongea na yeye mambo mengi. Nilimwambia kwa sababu umetamuka ni nabii, kila roho lazima ipimwe. Hivyo ndivyo maandiko yanasema, kila roho lazima ipi. Nikamwambia kule kwa kwaya, kwa sababu umesema wewe ni nabii, uko hapo kuwa support waimbe na sauti nzuri ya kiroho, sauti ya mbinguni, ama uko hapo kwa alipo hiyo kwaya? Sasa hapa aliniangalia kunijibu kitu, akaniambia sasa najua Roho wa Mungu ananena tofauti. Nikamwambia hapa basi ndio kuna tofauti. Hapa ulipo ni moto unawaka. Mimi sasa kutoka siku hiyo sijawahi kumuona tena. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Unajua kipindi kingine Shetani akiona mtoto wako ni mwerefu, nataka unielewe vizuri. Ikiwa kuna mwingine ni mpinga Kristo, amefundisha watoto hiyo njia, atawaset. Akwambia nenda msome na watoto wa fulani, ama kwa hito kasomee kwetu. Akufundishe hesabu, na munielewe kufundishana sio mbaya. Lakini hapa katikati ni roho gani inatembea? Bwana asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa anasa yule mwanafunzi sasa aanze kutembea, aelewi kitu. Ndio mnaona mara mingi wengine wakifika ni kipindi cha mtihani ni mgonjwa, kirudi nyumbani amepona. Amen. Kuna wengine hawangefika mahali wamefika, kwa hiyo alama wamepata ya mtihani kama sio ile mafuta niliwamwagia hapa. Maana shetani dakika ya mwisho huwa analeta, simsikia mama askofu amewaambia mwingine alikuwa anapata paka A. Imekuacha amepata D tena minus. Imekuacha. Yaani miaka hii amesoma, amekuwa na mafanikio mazuri. Lakini all of a sudden sasa kwa mtihani wake wa mwisho achafaulu. Imekuacha. Unajua kuna yule unaona kutoka mwanzo anaanguka, unajaribu kufanya grading, unaona huyu anaanza kuwa hapa katikati ya D+ kulingana vile ana perform. Lakini huyo tangu aanze ako juu. Mbona all of a sudden amerudi mpaka chini? Shetani ako kasi wapendwa. Na lazima tuombe tumuipise huyu shetani. Maana maandiko yamesema aipiswe. Sisi hatuwezi kuipika. Yeye ndiye ataipika katika jina la Yesu. Na mbele tutaendelea. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko imesema ya kwamba kuna wengine wa kupoteza wengine. Utamjuaje kama huyu ni wa kupoteza? Bwana Yesu apewe sifa. Wa kupoteza, sikia vile na BF atakuja kuambia mulitiwa mafuta na baba yenu huko church. Hiyo ilikuwa sawa, lakini kuna ingine tena mahali unaongezwa. Lakini tena hiyo sio mafuta, pengine ni maji. Najua maji. Wewe uone maji na mafuta inaingiana aje? Bwana Yesu asifiwe. Anajua ya kwamba utabarikiwa. Anataka sasa yeye akunasa ukose hizo baraka za mwaka mpya. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini tutaomba maombi na kusema shetani ashindwe. Tutaomba maombi na kusema shetani. Tutaomba maombi na kusema shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wale mnafanya biashara, hujawahi ona mtu amekuja kwa duka. Mtu hawezi kuja kwa duka kama hana pesa. Anajua tu kama ni sukari anakujia sukari. Kama kuna mahali anaweza ifikia iguse, anagusa. Hii ni sukari sababu kipimo inafanana, ama ni mjere. Unamwambia hiyo ni sukari. Arabu anaweka kando, tena anasonga. Ulisema mjere ni, anakusungusa. Kuna roho anawacha hapo. Ama wale wanauza nyanya, anakuja anagusa, na leo ulipata smart, anagusa. Tena pande hii. Musa anasema, mama nani? Wacha nione mtu hapa, tutaonana. Nitarudi nichukue hii. Lakini wacha usiweka kando, narudi. Akienda unangojea the whole day. Vile unamngojea na hivyo ndivyo unangojea customer. Amuonani sasa uko peke yako hapo. Maana amekuacha kwa mata. Kama ungelikuwa unajua ya kwamba ni mpinga Kristo, ungegeuza hata wewe maombi. Useme kila roho imekuachwa hapa kupinga biashara yangu, shendo katika jina la Yesu. Ndio customer wafanye nini? Waingie. Bwana Yesu asifiwe. Mpinga Kristo usifikiria akati yako mbali. Akuangi mbali. Bwana Yesu asifiwe. Akuangi mbali. Haleluya. Kuna wale wamenaswa na hizo spirit. Unakuta yule mtumishi aliyemwekea mkono hakuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa ni wa Ibilisi. Kwa hivyo alipoona huyu ana mafanikio, kwa maana shetani amempa hiyo roho ya kuona ya kwamba huyu ni mtu mkubwa, atamnasa. Soma maandiko. Inasema wakati Yesu alizaliwa, Herode alijua amezaliwa Yesu. Na ile nyota iliyetangulia kule mashariki. Na yeye mwenyewe akatumana na yeye. Mungu akatumana, shetani akatumana. Wachungaji wakaambiwa Yesu amezaliwa, nenda mumuone mfalme wa kuokoa nchi. Na yeye wakati wamefika, wakainama na kuinuka na kutoa tunu, taabu, fumba na manemane.
na wakasukuru, wakainua jina la Bwana. Maana hawakuenda peke yao kwa mwili, waliongozwa na spirit na roho ya Mungu. Immediately vile walitoka mahali pale, na wale mamajusi nao wakatu. Lakini mamajusi nao mwenye anatumana ni Herode. Nenda mchunguse, musanye taarifa, mjue ya kwamba ni kweli nyota iko wapi. Kwa hivyo usifikirie ni rahisi. Wakati Shetani amejua wewe ni mtu wa baraka, hata kupiga vita. Naye Mungu akaambia mamajusi, msirudi kwa ile njia, msiende kwa Herode, nenda kwa njia nyingine, maana anatafuta kumwangamiza nani? Mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mgeni anakuja kwa nyumba yako ni wa baraka. Narudia hilo. Sio kila mgeni anakuja kwa nyumba yako atakuwa ni wa baraka. Anaweza kuwa mpelelezi. Sababu hata Musa aliwaambia Waisraeli viongozi, akaambia na Joshua mwana wa Nuni na Caleb, nendeni mkachunguze nchi ya ahadi, nchi nzuri chaye maziwa na asali, maana Mungu amesema tutairithi. Nenda muichunguze. Nenda muichunguze. Nataka utoke hapa leo kama macho yako imefunguka. Nenda mchunguze hiyo nchi. Bwana Yesu asiwe. Na wewe mwenyewe, maandiko imesema hizo roho ni nyingi za kupoteza wengine. Uchungu usipotee, maana hizo roho zinaleta aibu. Maandiko imesema ni za aibu. Lakini sisi tutainuliwa na Bwana, tutabarikiwa, mbele tutaendelea, Shetani ataibika, na mwaka ni wetu, gari kubwa ni zetu, masamba mazuri ni yetu, masomo mazuri ni ya watoto wetu. Mwambie mwenzako, mbele tutaendelea, na kazi nzuri ni zetu. Muulizo, lakini wewe unafanya kazi wapi? Mwambie mahali unafanya endo inuliwe. Maana huu mwaka ni wa wateule. Amen. Na ukiinuliwa wacha endo unanyamanza. Hiyo baraka ni ya kwako. Ni Mungu amesema. Ukibarikiwa na wewe simama na useme, mkiniona hivi samani Shetani alinitesa. Sijui wewe vile utaanza, lakini mimi na kuadvise tu. Lakini Mungu amenifanya mtu na nimeonekana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Shetani anatakanga kwamba ufike mwisho ndiye akwambie yeye umwabudu, vile alikuwa anaambia Yesu amwabudu, lakini akamwambia imeandikwa. Tamwabudu Mungu peke yake katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo maandiko yamesema usipoomba hawatatoka. Lazima uombe, kwa maana maandiko yamesema hawa ni wapinga Kristo. Anaweza pinga mtoto wako, anaweza pinga bwana yako, ndoa iharibike muachane. Anaweza pinga hata bibi yako mfurugane muachane, maana ni mpinga Kristo. Anaweza pinga kazi yako, anaweza pinga pesa yako. Ndio maana mara kitatu inasema unapotoa Mungu anapigana mwenyewe na wale wanapigana na wewe, wasinzi na wachawi. Mungu atapigana na wao, wale wanaopigana na baraka zako wataangamia mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Mpinga Kristo mahali ameingia, utamuona umjue haraka. Anaweza kuwa na Biblia nono hata yeye. Anaweza tangulia na kusema Bwana Yesu asifiwe, ndiye akukonivisi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe wa roho, utasikia roho yako na yeye inakataana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi maombi yangu na kuombea tisi kwamba mahali unaenda pale mbele, kutana na watu wazuri, kutana na watu wema wenye wanaweza kukusaidia, lakini wapinga Kristo washindwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema kama wangelikuwa ni wa hapa nabii wangeenda. Kama wangelikuwa ni wa hapa nabii wangeenda. Kwa hivyo ukiona wameenda utasema nini? Ukiona wameenda ujue si wa nabii au si wa kwetu. Si kama hiyo pointi imekufikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe.
Eti wewe uliyetiwa mafuta. Na kama wewe uko hapa na walikutia mafuta mbovu, leo katika jina la Yesu iondolewe. Ndio pata hii mafuta. Mungu anasema na sisi kwa huu ukurasa wa Yohana Mtakatifu sura ya 1. Ndio ubarikiwe, ndio uinuliwe, ndio mambo yakuwe mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Mwambie mwenzako kama kuna pepe imekufunga na wale wanakuchochea, wanapinga imani yako, leo washindwe. Mwambie tena leo washindwe. Mwambie tena leo washindwe. Mwambie Mungu akufungue. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Niliwaambia hapa mwingine alikuja pale kwa maombi akaniambia kuna ndugu yake ameoa miaka mingi na hawana watoto. Imagine yeye ndiye anatangulia, yeye ndio spokesman wa familia. Niambia unaona hii brata, hata tuko na huzuni sana sababu miaka inaenda. Na unaona sasa hawana watoto, tumeambiwa kuna mtumishi anaomba Nairobi. Ndio maana tumekuja kwa gharama yetu wenyewe. Anajua kuongea. Kuongea naye anajua. Hili huyu ndugu yetu naye habarikiwe. Nikawaacha akaongea, nikamuuliza, "Wewe unaendanga kanisa?" Akasema anaendanga ile ingine, sio ya roho, ile ingine ya samani. Nikamuuliza hata hiyo ya samani umejaribu kuomba? Akasema sasa tumeomba tukachoka. Tukasema waje tutafute wenye mafuta watuombe. Nikamuuliza, wewe unaona kama kuna mahali unahitaji maombi? Akasema yeye kwa upande mwingine, lakini sana sana brother aombewe. Unawezaje kuulizia wengine maombi sana na wewe ndio kikwazo? Usuli wakati simu ilipigwa akaenda nje kidogo, nikauliza hawa aliwacha nyinyi wote, naona timu ni kubwa. Walikuja na gari ya Noah kama wamecha. Nikauliza naona hii timu ni kubwa, mnaweza fanya introduction ni waelewe vizuri wote? Nikakuta ni family mo. Sasa huyu ndio amewabrain wash kila kitu, na si mkubwa, yeye sio mkubwa, akona kitu yake. Sasa amewachanganya, akikoa wanaitika. Nikawaambia vile mko hivi wote kulingana na introduction yenu. Waswahili walisema kikuracho. Mmoja akafuta heli akaniuliza, kikuracho kinguoni mwako. Akarudia mara 3. Kikuracho kinguoni mwako. Anagusa nguo hivi, kikuracho. Sasa akaniambia, hii unabii kidogo, najaribu kusika kidogo tu. Naanza kupanua kidogo tuelewe sababu. Kikuracho kumaanisha si mbali. Bwana Yesu asifiwe. Nilimaliza nikawaambia hivi, nitawaombea Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mjue ya kwamba huyu, msiseme ni mapenzi ya Mungu wako hivi, alifungwa. Na si ajabu wale walimfunga hawako mbali na yeye. Huyo sasa nikaona anajipangusa, anasema hayuko mbali. Nikamwambia hayuko mbali. Hata wewe yule anakufunga hayuko mbali. Hata ukitoka hapa atakupigia simu akuuliza, hii mwaka mpya unaonaje? Uko chachi mmeambiwa aje? Na wewe kwa sababu ujue unasema sina Bishop leo amesema tutabarikiwa, na wakati alikuwa na ubiri alisema tupate magari makubwa, tupate samba. Unamweleza yeye ako hapa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Maandiko yamesema wataenda ili wafunuliwe kule kwamba wao si wa hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu ambaye si wa kwako, ako kwako kukutesa, lazima aende. Katika jina la Yesu. Lazima aende, atoke kwa watoto wako, atoke kwa maisha yako, atoke kwa mke wako, atoke kwa ume wako, atoke pipeline. Ndio ubarikiwe katika jina la Yesu. Saa hii wale waliofanya grade 9, sasa wale wapelelezi wapinga Kristo wameanza kuuliza,
Ameitwa shule gani? Kwanza points alipata ni ngapi? Shule inaitwaje kwa jina na iko kaunti gani? Hii mambo yote si wewe usikanisa. Alafu si ajabu akwambie hiyo siku tunaanza kwenda na wewe. Akifika kwa hiyo shule ako na plan. Peleka mtoto wako peke yako na ufike salama. Mumenielewa? Na kama kuna kitabu imetoka kwa mkono mwingine, ipite hapa niione. Niweke kwa kabilo hapa. Si mimi ni fundi. Ndio tuelewane. Mtoto asiende huko akwame. Amepita vizuri. Lakini akifika huko sasa hiyo kitabu sababu amebeba imemletea confusion. Hata wewe ufike mahali ukose fee. Kwa sababu mpinga Kristo atatoka kwako. Lakini mwaka huu nimekuombea aende mbali katika jina la Yesu, ili upate kufunguliwa, ili upate kupata hii neema, kwa sababu Yesu ni Bwana. Yule ni mpinga Kristo akikaa kwako uweze barikiwa. Maandiko yamesema hawezi. Kama angekuwa ni wa hapa angekaa. Siku moja hapa samani, sababu saa ingine hapa kuna kuanga na kichungi, lakini sio ile ya chai. Ikasuka kichungi kuchunga wachawi wakue juu. Nikaambia mwingine, wewe hauko hapa kwa sababu ya kutafuta uso wa Mungu. Kwa hivyo ujipange. Kweli akacha akaniambia ni ukweli, tukapangana. Bwana Yesu asifiwe. Tukaharibu paka ile mipango ya Shetani, hiyo vitu ikachomwa alikuwa naye ya uchawi alipewa huko kwao. Baadaye mwingine naye mpinga Kristo alipojua hiyo vitu imechomwa akarudi tena kumwambia, ulifanya hivyo kwa nini? Sasa umeharibu kikosi. Ungerudi uendelee. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nikamwambia itategemea utasikiliza yule ama utasikiliza roho wa mbinguni. Mwisho walipotea pamoja. Kwa sababu aliye na nguvu atariti. Aliye na kitu ataongezewa. Asiye nayo hata ile kidogo aliye nayo atanyang'anywa. Kwa hivyo kaa ngumu, be strong and courageous. Ndio usinde hizi vita ziko mbele yako, lazima uwe muombezi. Lazima uombe na umwambie Mungu, yale yote ninaona kwa macho yangu kama ni magumu, yameletwa na mpinga Kristo, anataka nikuasike niwache neno. Na mwaka huu na kuomba wewe uliyeamini Kristo Yesu, usipende kutembea na mtu mkiongea na moja ameleta vitira ndani. Yaani mkiachana lazima akukwase mahali. Huyu nani mpinga Kristo? Akae mbali na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kaa na mtu mwenye ana neno la tumaini kukuambia kama leo iwezekani, kesho inawezekana. Tembea na huyo. Bwana Yesu ainuliwe. Mtu mwenye kukuhadithia maneno kwamba kwao hakuna mwenye aliyefaulu na hana suluhisho, waachana na yeye. Maana huyo pia sio wa kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako, unasikia hii maneno ama umechoka? Muulize vizuri. Biblia imesema walifundishwa hivyo ndio mpinga Kristo akikuja wamjue. Ndio siku za mwisho kasipate nini? Aibu. Si maandiko yamesema hivyo? Ndio tusiaibike. Maana mtu mwenye kuleta aibu, aibu ya kufungiwa nyumba, aibu ya madeni, aibu ya magonjwa ni nani? Shetani. Lakini tukiomba na tumwambie Mungu, tumemkataa, atatii, maana hatuko peke yetu, tuko na mafuta ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na mafuta. Ukiwa na mafuta ya Roho ni rahisi kujua ni nani mnatembea na yeye. Roho huwa anaoperate hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu mnaweza karibiana na yeye hivi. Sikiza nikufundishe kama umelala amka. Ama mkae na yeye kwa matatu mkaribiane. Ulitoka ukiwa sawa, lakini ukifika unasikia mwili vile umekaa tu, unasikia mwili inauma sana.
ama kichwa inakuumia hapa, ile serious. Ukiona next kuna mtu ameamuka, sababu matatu ni ya stage kwa stage nyingine, ukitoka uame hapa ukae kule kwingine, utasikia umepoa. Ucheo ni kubaya. Bwana Yesu asifiwe. Ama unaweza lala. Nuna vile umeingia hivi mmekaribiana na yeye, unachapa usingizi. Huyo mtu ako na roho nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna mtu mnaweza tembea na yeye siku mzima hamkuachana, lakini ukifika nyumbani ni kisirani. Kuna mwingine akikupigia simu hataki kukata. Bwana Yesu asifiwe. Na kuuliza watoto wa jambo, unamaliza kueleza, tuko poa. Na mzee naye ni aje? Mzee akosa ametoka job ama mmeanza mwaka namna gani? Leo mnakula nini? Na mlisafiri usago. Mkiachana na yeye, ucheki mkono yenye ulikuwa umesika naye, si? Utasikia tu kama iko weak. Mnanielewa? Ama uone sasa maongeo yako imebadilika. Amuelewani na yule mlikuwa naye? Ujue mtu wakati alikupigia simu alikuwa na madawa. Anatafuna kule yako akiongea na we. Sasa mtu kama huyo next akipiga simu kuwa kama msungu. Hello. Are you okay? You to say yes. Nakukata. Sababu unataka amani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Akiona kama ni mpinga Kristo kabisa na anataka kukumaliza, atatafuta tena nchi nyingine. Lakini mimi niliwacha niwaambie leo, hata alete nchi 1000, hata afanye nini, Mungu ameahidi atasimama na wewe na atatembea na wewe. Mungu hata kuacha waibike, atakutangulia, atakufunulia, upata kutambua hii mtu si sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Juzi nimeuliza mwingine pale kwa maombi, huyu mwenye alikukopa 5000, are you very sure? Na ulimpa pesa 1 2 3 paka 5. Hii kwa ya M-Pesa cash. Si ulimpa? Akasema si ni rafiki yangu na ananiambia kuna shida sana. Nikamuuliza kwa hizo pesa ulimpea, kuna moja iko na maki yoyote? Unaweza elewa hii pesa ni ya kwako? Akaniambia kuna moja alikuwa ameandika na kalamu tu akicheza hapa, mwambie basi enda ungojea hizo pesa. Hizo ndiye atarudisha. Ana shida na pesa huyo. Alienda kusipeleka baharini ndiye akunase mwaka mpya uone kisa. Lakini hiyo pesa ikirudi hivi mara moja direct, niweke hiyo pesa kwa Biblia. Tuanze maombi. Atajiongeleza huko kusimu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati aliweka hiyo pesa mahali alikuwa anamwambia tutaomba, pesa yako siku ile utakuja kwa maombi utaileta, nitaiombea maombi, uirudishe kwa Biblia paka Mungu aseme. Ni kitu gani utanunua hiyo na iise ndio usinazo mwaka huu. Sasa naye yule anamfuata. Na mama nani? Umetumia ile pesa. Sasa hiyo ni ujinga ya hali ya juu. Pesa ni yako, wewe ndio ulimpea na amerudi kukuuliza na umetumia. Usome lebo. Ambia mwenzako usome lebo. Mwambie wanakutafuta. Ujunge wasikunase. Sisemi msikopesane pesa. Lakini omba sana ujue itaingia mkono gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Yeye hata aliniambia sasa hii mwaka aesichua ite stress ya ameanza nayo ama ni kujua marafiki. Ili mchanganya kidogo. Si member wetu hapa lakini huwa anakuja kwa maombi sana. Naomba Mungu akusaidie. Wewe uliyeweka agano, Mungu akusaidie. Yale yote uliyemwandikia, Mungu akusaidie. Mpinga Kristo aliyo mbele, Mungu amuondoe. Huyo sio wa kwako aende mbali. Ndiposa Mungu akuletee baraka. Mungu akuletee baraka. Kuna mtu anaweza toka kwako ujenge nyumba ya mawe. Kuna mtu anaweza toka kwako uandikwe kazi nzuri. Kuna mtu anaweza toka kwako hata ng'ambo uione. Si ati unaiona kwa TV. Yaani namaanisha uende. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna mtu mnaweza kuachana naye na wewe uweze kufanikiwa mpaka usangae katika jina la Yesu. Kumbuka vile Musa aliwaambia Waisraeli kwamba nyinyi mnaona mwisho, mimi sioni mwisho. Haleluya. Aliwaambia nyinyi mnasema mnaona mwisho kwa sababu bahari iko mbele yenu, mimi sioni bahari, mimi namuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia hiyo bahari mnaiona leo, na huko nyuma mnaona wa Misri, na hapa pande zote ni milima, hakuna mahali mtakimbilia. Yesu ni kimbilio. Yesu ndiye atatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Ndio Mungu akanena na Musa akamwambia, waambie Waisraeli wasiogope. Wewe ni muoga? Unanyamaza kwa sababu wewe ni muoga? Ufunuo inasema waoga hawataingia katika ufalme. Musa akaambiwa na Mungu, waambie Waisraeli wasiogope. Hawa Misri wanaowaona leo hawatawaona tena. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia, chukua hiyo fimbo ugonge hiyo maji ya bahari, nyinyi mfuke salama, maana niko pamoja nanyi. Musa alipogonga, bahari ikawapea njia. Mahali Mungu wako mambo yote yanawezekana. Wao wakafuka mpaka ng'ambo, wakaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Haleluya. Walipofika ng'ambo, unajua kwa Misri walifikiri ni rahisi. Ati watafuka, utafuka mahali ukulima. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu akachungulia, akaona Farao na jeshi lake wameingia, mpaka farasi zote zimeingia. Ndio Mungu akasema sasa nachilipisia kisasi, yeye mwenyewe akafungulia maji. Wakaenda kuangamia wote katika jina la Yesu. Mnaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Waliangamia wote, wakaelea juu ya maji kwa sababu walipigana na wateule, watu ambao ni wateule. Mungu alitembea na wao. Na wewe jaribu kukamilisha njia zako, Mungu atakupigania, utasangaa. Wale wanaopigana na wewe leo hautawaona tena. Wale wanapigana na wewe hautawaona tena. Wenda uandike chini mahali. Wale wanainuka kupigana na wewe, wewe usiwaambie wawacha kupigana na wewe. Wacha wapigane tu. Lakini hawatasimama. Hawatasimama. Wale waliopigana na wewe hawatasimama. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine alienda akamwaga material, akamwaga matofali, akamwaga vitu ya kujenga. Tumbe kafura mara moja, pam. Kupimwa hospitali, anapimwa kila kitu, anaambiwa mzee, uko sawa. Sasa hatuwezi kukupea hata pana tu sababu tunaona ni kubaya. Chagua. Uende uwekee mkono na pasta, ama utafute mganga. Sasa wamekuanza. Daktari akasema hivyo. Sasa haoni ugonjwa, atasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu yenye ilifanyika wakati alikuja pale kwa maombi, hiyo ni miaka ya kitambo. Wakati alikuja pale kwa maombi, nikaomba nikasema, hii tumbo vile imefura hivi. Akasema yeye alienda nyumbani sawa, akamwaga material, kumwaga kitu alisense kuna hatari. Kuna roli moja mahali peupe inakwama tu. Wanasukuma, wewe utasukuma roli ya mchanga na unaona iko na mchanga. Na ni mahali tambarare. Akajua hapo kuna hatari. Mchanga ikamwagwa mbali mahali ilikuwa istahili. Bwana Yesu asifiwe. Nikaomba katika jina la Yesu. Sasa ile kitu ilifanyika, ndio nataka ifanyike leo. Immediately, sasa tunaomba hapa kwa maombi, si hapa, ilikuwa pale kwa maombi. Sasa tunaomba hapo, ile tumbe kaanza kurudi. Vile ile tumbe inaanza kurudi, kitu nilishangaa. Tukiwa hapo, simu ikapigwa. Na mama yake kutoka nyumbani anasema fulani amekimbizwa hospitali, tumbo yake imefu. Fulani huyo, fulani. Na wewe fulani huyo amejificha kwako. Atajua ajui. Kidogo huyo akapona kabisa, mpaka akamwambia Mate, ngoja kidogo tu, nitakupigia kidogo. Tulipoomba maombi tukamaliza, huyo sasa Mungu akamsaidia, akaanza kufanya mazoezi hapo kidogo, ako sawa.
Ile ugonjwa haikungoja. Bwana Yesu apewe sifa. Aya, ingine ya pili. Mwingine akaenda nyumbani kwao. Kuna mwingine amepanda ndizi kwa mpaka. Sasa hii ndizi inaharibu wawa. Wakitaka kukata lazima waende kwa wenye. Yaani yote imemea kwa wenyewe. Huyo akajaribu kumuuliza, sasa hii ndizi inasumbua hapa kwetu. Si ungekata hii imeiva at least na sisi tupate hapa njia. Mwambie kijana, vile umekuja na gari kutoka Nairobi unafikiri hatujawahi kuona gari? Utanitafuta. Kufika hapa Nairobi alimalizia ICU. Kukanyaga tu Nairobi alimalizia ICU. Sasa wakaja wakaniambia wale walikuwa wananijua kwamba tuko na mgonjwa serious. Lakini sasa kwa ICU weka maombi. Kuangalia nikakuta ripoti ni hiyo. Kule nyumbani ameanza kuambia watu fulani vile alikanyaga Nairobi tumesikia amekufa. Unaona watu ni wabaya. Ati wamesikia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikaambia Mungu, umutoe kwa hizo masini, shetani aipike. Sasa amepona anaendesha gari yake. Wameonana tena. Ambia mwenzako wale wanakupiga vita mtaonana. Na utawaona wakiwa wakiwa na majira. Sababu yale walikusugumia Mungu atarudisha. Mwambie mwenzako paki tutesenda. Mwambie tena. Mwambie tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaipika, maandiko yamesema hatutaipika. Na wale wanaotupiga vita. Unajua si ati wanapiga vita baridi, wanaongea. Hawataki kanisa yenye naomba kabisa. Kwa maana mambo yao itajulikana. Tutaomba leo ijulikane. Katika jina la Yesu. Tutaomba mpaka ifanye nini? Ijulikane. Maisi unahisi si yako. Ile neema Mungu aliweka juu yako walikunyang'anya. Lakini naomba katika jina la Yesu, Mungu airejeze. Mungu airejeze. Iliyo yako Mungu airejeze. Katika jina la Yesu. Mungu airejeze iliyo yako. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka ukombozi kwenu nyinyi wanakwaya. Mumwambie Mungu yeye ukombozi, tunataka na sisi tukombolewe. Maana Mungu ni mwenye rehema na ni mwenye huruma. Anapoona mahali kuna itirafu, lazima ingilie kati. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ya Mungu ilianza vile niliwatabiri hapa kwamba tutabarikiwa until March 15. Tutabarikiwa until March 15. Yaani hiyo baraka tu ni overflow. Sio alisema hivyo. Pass. Yoyote amekuwa akipingamizi mbele zako kwamba usipate, naondolewe. Naondolewe. Katika jina la Yesu aondolewe. Ndio ufikie baraka yako. Katika jina la Yesu. Haleluya. Na wale wamefikia nyakati ya ndoo, alafu unapanga inakwama. Leo nitakuombea hapa. Ni mwaka wa baraka. Ambia mwenzako ni mwaka wa baraka. Lakini muulize wewe ni mjanja. Muulize uko na simu yako hapa. Anafanya hivi. Muulize majina yote kutoka juu mpaka chini. Tukicheck. Umesave vizuri. Unajua naweza omba hii baraka na tena ikupite sababu mahali kuna ango umesave anti. Unaona sasa simu ikiingia sauti ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kidogo itafanya ukwame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunataka tuombe shetani aipike. Tunataka iliyo yetu tuende naye nyumbani. Katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako kilio chako uende nacho nyumbani. Ile kitu Mungu alikupangia uende nayo. Mpinga Kristo ashindwe. Aende mbali. Aliye wa kwako na akae. Asiye wa kwako na aende. Rafiki wa uongo aende.
Si mambo ya uongo maandiko imekataa. Wa uongo mabaya tusimame mbele za Bwana. Unajua Biblia imesema ni mpinga Kristo na sisi lazima tumupinge ili atuondokee katika jina la Yesu. Haleluya. Roho ya kupoteza wengine ishindwe. Roho ya kupoteza wengine fanya nini? Katika jina hiyo roho ya kupoteza wengine Tukiomba hii maombi sikia kwanza. Anza na kutubu. Mwambie Bwana Mungu wa mbinguni, mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi na makosa yangu. Amen. Amen. Kama uliitaniswa na jina la muganga mchawi na unajua linakutesa, ama uliitaniswa na jina la anti aliolewa 10 times na wewe bado ndoa ina yumba, tupu, kataa hiyo jina, sema Mungu alisafisha. Bwana Yesu asifiwe. Ili tunapoomba uone vile kunalipuka na mabaya yaondoke. Umwambie Bwana Yesu kwamba wewe ni wa ahadi, wewe ni wa baraka, na mimi nibarikiwe. Maana walio wa upande wako kama ni watu wazuri wa kwako, lazima upokee neema na baraka katika jina la Yesu. Santa rabosaya radhai. Mungu Baba mwenye rehema, mwenye huruma ni wewe. Maandiko yamesema mpinga Kristo amesaa kuisa kuingia duniani. Na wengi wamesuiriwa baraka sana huyo mpinga Kristo. Wengine ni marafiki zao, wengine ni wa ukoo wao. Wanaishi maisha isiyo yao. Na maandiko yanasema vizuri, sisi sio mkia, sisi ni kichwa. Mungu mwenye rehema, kwa sababu sisi ni wabarikiwa, naomba katika jina la Yesu, yoyote amepingiwa neema na baraka zake, Mungu mkumbuke siku ya leo. Mungu aonekane kwa sababu yeye ni mwenye rehema. Ritarabosaya radhoradhai. Naomba rehema Baba, naomba toba kwa ajili ya wote. Uwatakase katika jina la Yesu. Vile umesema kuna ukombozi kwa kwaya Baba. Mahali wamenaswa na ibilisi, roho isiyotokana na wewe, uiondoe kati yao. Utamaraki na utawale, kwa sababu yeye ndio uliitanisha ikwaya. Roho inayepingana nayo uiondoe ili wabarikiwe, kwa sababu yeye ndiye Mungu. Kwa sababu yeye ndiye Mungu. Kwa sababu yeye ndiye Mungu. Wengine wanaishi na magonjwa waliosuhumiwa na wapinga Kristo. Mungu mwenye rehema, wewe ndio daktari. Wewe ndiye Mungu. Umejaa neema na rehema. Wengine wakilala usiku Baba, hawalali Jehova. Wanasumbuliwa na mapepo. Mapepo ya kiuchawi, mapepo ya mababu, mapepo ya wanyanya, mapepo ya devil worshiping. Baba Mungu wakumbuke leo. Wasiende na hiyo misigo misito nyumbani. Uingilie kati. Jehova Elizadai. Kamwambia Musa, wale wa Misri wanaopigana na Waisraeli hawataonekana tena, na ukatimisa. Leo timise Baba, wanaoteseka, wanaopigwa vita bure. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, uonekana Baba. Wale wamesuiriwa neema na baraka zao na mpinga Kristo, uingilie kati. Wengine wamepoteza kazi, wengine wamepoteza ndoa, wengine wamepoteza biashara, kwa sababu Baba wale watu walioweka karibu walipinga njia zao. Naomba Mungu mwenye rehema, chochote walinyanganywa mikononi mwa ibilisi, na iombe urejesho, na iombe urejesho, na iombe urejesho katika jina la Yesu. Baratarabosika radoria. Na mahali popote Baba wako na mafuta Jehova isiyo yako, Mungu wa rehema, uyaondoe ya mafuta Baba. Uyaondoe mafuta isiyo yako juu ya maisha yao. Uondoe kifungo, kwa sababu yeye ni Mungu. Mahali waliombewa na watumishi wa ibilisi wakafungwa Baba, njia zao zikafungana, wewe ni Mungu mwenye rehema Baba, mwenye mamlaka ni wewe. Uingilie kati katika jina la Yesu. Kila vita ya Shetani, maisha wanayeishi Baba, maisha ya vita, Mungu aonekane. Chochote Shetani amepinga kwa njia zao, naomba ufungue, naomba ufungue, naomba ufungue, naomba ufungue
katika jina la Yesu. Naomba ufungue. Waliosumiwa magonjwa ya tumbo, Baba naomba uondolee. Waliosumiwa mateso, naomba uondolee. Waliofungwa kwa ajili ya ndoa, naomba uwafungue. Hiyo roho ya mpinga Kristo iliyepigana nao tunaikataa sasa. Roho ya mpinga Kristo tunaikataa katika jina la Yesu. Roho imepinga ndoa isiende katika jina la Yesu. Roho imekupinga biashara yako, roho imepinga maisha yako, roho imepinga nyota yako. Hiyo roho katika jina la Yesu iondolewe. Kwa biashara iondolewe, kwa ndoa iondolewe, kwa masomo ya watoto iondolewe, kwa maisha yako iondolewe katika jina la Yesu. Hiyo roho iondolewe. Kila roho inapinga neema na baraka zako na iamuru sasa katika jina la Yesu. Hiyo roho iondolewe. Roho inayepingana na kwaya na iamuru hiyo roho katika jina la Yesu. Yoyote amenaswa na hiyo roho kwa kwaya iondolewe. Iondolewe. Hiyo roho iondolewe. Hiyo roho iondolewe katika jina la Yesu. Tumekataa hiyo roho katika jina la Yesu. Kila roho imepinga neema, imepinga baraka, imepinga njia zako, na ikemea leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama ni magonjwa, naamuliza sasa, nageuza sasa, irudi kwa wenyewe, irudi kwa wenyewe. Kama ni sauti ya Shetani, kama ni roho ya nyanya, ndio hiyo, irudi kwa nyanya raka. Pepo mbaya, rudi mahali ulitoka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama ni ya babu, nimekuja kurudisha, nakuja kurudisha mahali ilitoka, nakuja kurudisha hiyo mateso mahali ilitoka, nakuja kurudisha katika jina la Yesu. Hiyo sauti inakutesa, sauti ya kimabebo, sauti ya waganga, sauti ya wachawi, ndio hiyo sasa nairudisha, nairudisha mahali imetoka, nairudisha huko katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Delele goria. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mahali ulitoka rudi huko. Mahali ulitoka hauna mamlaka. Roho ya kilio, roho ya mateso, roho ya madeni, roho ya magonjwa, irudi katika jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu, mwambie umerudisha, mwambie umerudisha. Wewe utaki, umekataa. Yes. Parairate. Yes Lord. Yes Lord. Pigana sasa. Vita ni vyako. Nimekuajia uwanja. Pigana sasa. Wakombolewe. Wakombolewe. Pigana vita. Komboa waliamini. Komboa kanisa lako. Komboa watu wako. Komboa kwaya. Komboa wazee. Komboa wamama. Komboa vijana. Komboa wanayouth. Komboa Sunday school. Pigana. Pigana baba. Pigana nabii. Pigana vita baba. Ondoa kila kifungo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Chama nabii wa uongo, ondoa juu yao. Ondoa katika jina la Yesu. Kila kifungo ya Shetani na iamuru iondolewe. Iondolewe. Ndio hiyo sasa. All total deliverance. Ukombozi wa kweli. Ndio hiyo sasa. Anashughulika Simba wa Yuda, Mungu wa neema, Mungu mwenye mamlaka, malaika mwenye nguvu. Ondoa vifungo, ondoa hiyo vita, ondoa operation, ondoa mateso juu yao, juu yao, juu yao, juu yao. Alama ya Shetani naomba uiondoe juu yao, iondolewe, iondolewe. Alama ya Shetani, kifungo ya Shetani iondolewe. Kifungo ya ndoa iondolewe. Kifungo ya umaskini iondolewe katika jina la Yesu. Kila kifungo inaondolewa sasa. Ndio. Ndio. Anapigana vita mpaka uwe huru. Asema Bwana. Asema Bwana. Amesuka sasa kukomboa kanisa lake. Bori tasaida. Nenge Yesu radini. Waliyefungwa ni wakati wao. Wakombolewe. 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 Komboa. Komboa baba. Komboa kwaya. Komboa wazee. Komboa mama. Haleluya. Lele. Komboa.
Komboa katika jina la Yesu. Komboa total deliverance. Komboa katika jina la Yesu. Komboa in the name of Jesus. Wakombole katika jina la Yesu. Kila kifungo ondoa juu yao. Wakombolewe wote. Kwaya ikombolewe. Kwaya ikombolewe. Kwaya ikombolewe katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Ndio nabii. Lele. Baba lele. Hallelujah. Wakombolewe. Kalalo. Yes rebai. Hallelujah. Bori tasaida. Yes rebai. Holy Spirit. Hodi hodi. Roho Mtakatifu. Yes. Balai laten. Baba rebai. Bolai. Yes laten. Tawala. 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 Nimeirani. Hiyo pepo aina ya nyoka, aina ya chini iondolewe. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Kusimu. Kusimu katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Kusimu na kuamuru. Kusimu katika jina la Yesu. Kusimu na kuamuru. Na kuamuru. Kusimu. Kusimu. Kusimu na mipango yako au na mamlaka. Kila roho ya kupinga baraka za mwaka mpya na iamuru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila roho ya kupinga baraka za mwaka mpya na iamuru kata hiyo roho. Ndio hiyo. Utaenda kusema. Mungu alisema uende kusema. Waacha wabarikiwe. Waacha wabarikiwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kusema ndio utarudi katika jina la Yesu. Hauna mamlaka. Pepa ina ya jini. You are powerless. You are powerless. You are powerless. In the name of Jesus. You are powerless. Katika jina la Yesu. 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 Baraira ten. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Pokea nguvu kwa mamlaka ya Yesu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Mukombolewe. Mukombolewe. Asema Bwana. Asema Bwana. Waliyepoteza ndoa Mungu airejeshe. Waliyefungwa kwa ajili ya ndoa wafunguliwe sasa. Wafunguliwe sasa. Waliowafunga kifungo yao imewarudia. Nimeirudisha hiyo kifungo iondoke kwenu. Mara ya kwanza iondoke katika jina la Yesu. Mara ya pili hiyo kifungo iondoke. Mara ya tatu ndio hiyo sasa. Yes. Pokea neema na ndoa yako. Jesus. Bora tasaida. Bora kai. Nendelele bosaya. Bori tarabogoria. Funguliwa sasa. Yesu rigai. Funguliwa. Funguliwa. Pokea chochote Satan alikunyang'anya. Ni wakati wa kupokea. Pokea neema. Pokea neema mpya. Neema ya biashara. Neema ya roho. Neema ya kazi. Neema ndio hiyo. Hey! Rateni baba. Libai. Bori tasaida. Neema mpya ndio hiyo. Loloi rateni. Baba libai. Baba libai. Pokea neema. Neema ya uponyaji. Asema Bwana. Pokea sasa. Kwa huru. Uhuru wa Yesu. Kwa huru sasa. Uhuru wa Yesu. Pokea. Pokea neema ya kuinuliwa. Pokea neema. Pokea neema katika jina la Yesu. Ita hivyo jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea neema mpya. Neema ya mafuta. Mafuta ya roho. Mafuta ya roho. Pokea. Pokea. Pokea katika jina la Yesu. Pokea sasa. The new anointing. Pokea. Receive it. The new anointing katika jina la Yesu. Pokea neema ya upako wa roho. Upako wa mafuta. Ndio. Ndio Rabi. Pokea. Pokea sasa. Pokea upako. Upako wa mafuta. Mafuta ya roho. Mafuta ya roho. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Mafuta yenye upako ikufungue kila moto wa Shetani usimike leo milele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ndio.
Barata Saidar Kai. Yes. Yes, Lord. Baba, ni wakati wako. Ondoa uzito. Ondoa mateso. Ondoa kilio Baba. Ondoa vita juu yao. Wewe ni Mungu mwenye rehema, mwenye kuinua, mwenye kuondoa mizigo. Ni wewe Jehova. Ni wewe Baba. Usikubali waendelee na uzito na mateso na machungu na magonjwa. Nimewaombea Baba wapate ukombozi. Yes. Muwasongeze mbele hapa wale wamelemewa. Wapokee neema. Muniondolee. Asante Baba. Ni wewe Mungu. Mungu amesema mpokee. Chochote mlinyang'anywa ni leo inarudishwa. Ni leo inarudishwa. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila neema Shetani amekatalia, aachilie. Aachilie. Na kwaya yote iwe mbele. Kila neema Shetani alifungilia, aachilie leo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Ukombozi kwa hii kwaya yote vile ulisema. Ukombozi kwa Yesu. Naita ukombozi juu yenu. In the name of Jesus. Ukombozi. Kila roho isiyotokana na Mungu ambayo inaleta vita iondolewe. Iondolewe. Kila roho mbaya iondolewe. 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 Iondolewe katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila roho isiyotokana na Mungu iondolewe. Leo ni ukombozi. Leo ni siku ya ukombozi. Leo ni siku ya ukombozi. Leo ni siku ya ukombozi. Chochote Shetani alikatalia iachiliwe. 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 Chochote Shetani amekatalia, Mungu amesema iachiliwe. Iachiliwe. Achilia mali yake. Achilia mali yake haraka. Achilia. Achilia mali yake. Achilia baraka yake. Jina la Yesu. Achilia mali yake. Mali yake achilia. Achilia. Achilia mali yake haraka. Achilia. Achilia mali yake. Katika jina la Yesu. Apokee ukombozi. Sema ukombozi. 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 Sema ukombozi. Sema tena. Sema ukombozi. Ukombozi. Sema ukombozi. Sema ukombozi. Sema ukombozi. Sema ukombozi. Sema tena. Sema tena. Mmoja abarikiwe. Mmoja abarikiwe. Achilia. 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 Roho ya magonjwa. Mmoja apone. Mmoja apone haraka. Enda na magonjwa hapo. Sema hapa. Sema hiyo magonjwa hapa. 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 Nimesema hapa. Hapa. Sema hapa. Ndio hapa. Hapa chini. Sema hapa. Roho ya magonjwa hapa. Songa nyuma. Nimesema hapa. Mmoja abarikiwe. Mmoja abarikiwe. Katika jina la Yesu. Nilisema mmoja. Mungu sikia. Mmoja abarikiwe. Mmoja abarikiwe. Itakwenda kwa haraka. Itakwenda kwa haraka. Itakwenda kwa haraka. Ni siku ya ukombozi. Ni siku ya ukombozi. Itakwenda kwa. Itakwenda kwa haraka. Katika jina la Yesu. Ni siku ya ukombozi. Niambie umesuia nini kwako? Umesuia nini? Umesuia nini? Mmoja. Mmoja abarikiwe. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Jina la Yesu. Mmoja abarikiwe. Katika jina la Yesu. Achilia mikono yake. Nimeitakasa leo. Iwe ya baraka. Mikono yake. Abarikiwe. Abarikiwe. Mmoja abarikiwe. Mmoja abarikiwe. Baba mchafu. Mmoja abarikiwe. Imesemekana ukombozi. 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 Umesikilia nini? Umesikilia nini? Achilia. Imesemekana ni ukombozi. Achilia. I say yes. Who are you? I say no. I say yes in Jesus name. Mmoja abarikiwe. Umesikilia nini? Umesikilia nini? Achilia. Achilia baraka yake. Achilia. Baba mchafu. Achilia. 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 Achilia mikono. Inua. Achilia baraka yake. Achilia hiyo baraka. Achilia. Achilia. Achilia.
ajiria katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Wala kwa ndoa wakuja haraka. Jina la Yesu. 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 Ita wenzako haraka. Ita wenzako. Ita wenzako ni kubaya leo. Ndio kwaite. Ita wenzako haraka. Ita wenzako. Ita wenzako. Ita wenzako haraka. Ita wenzako. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema tena. Sema tena. Mwaje abarikiwe. Nimemfungua. Katika jina la Yesu. Nimemfungua. Nimemfungua. Katika jina la Yesu. Mwaje abarikiwe. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwaje abarikiwe. Mwaje abarikiwe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yale yote yalifungwa, naomba yafunguliwe. Naomba yote yafunguliwe. Katika jina la Yesu. Yote yafunguliwe. Yote yafunguliwe. Yote yafunguliwe. Yote yafunguliwe. Katika jina la Yesu Kristo. Yote yafunguliwe. Yaliyofungwa yafunguliwe katika jina la Yesu. Yote yafunguliwe. Yote yafunguliwe katika jina la Yesu. Asiwakanyage. Yote yafunguliwe. Yote yaliyofungwa yafunguliwe katika jina la Yesu. Sema tena jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yaliyofungwa yote yafunguliwe. Kila baraka ya ndoa iliyofungwa, Mungu amesema ifunguliwe. Ifunguliwe. Waliye naswa kwa sababu ya ndoa, hiyo mafuta wafungue katika jina la Yesu. Simama juu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Chochote Shetani alifunga ifunguliwe katika jina la Yesu. Chochote Shetani alifunga ifunguliwe. Amen. Kuja hapa kama nilikuambia nikuambia kwa hii madhabahu na umechelewa. Harakisha. Haya. Baba katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu. Muondolee mateso. Ondoa vitina kwa kasi yake. Ondoa kifungo kwa maisha yake. Mkumbuke katika jina la Yesu. Mtakase Baba katika jina la Yesu. Ondoa vifungo kwa sababu wewe ni Mungu. Simama na kazi sao kwa sababu wewe ni Mungu. Ondoa kila vifungo na vita ya Shetani kwa sababu unaweza. Mahali alifungwa safiri ng'ambo, afunguliwe. Afunguliwe. Kila safari ilifungwa, kila neno lilifungwa, Mungu afungue leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Chochote Shetani amefunga, Mungu wa mbinguni ufungue katika jina la Yesu. Kila baraka iliyofungwa ifunguliwe. Ifunguliwe. Kila baraka ilifungwa ifunguliwe katika jina la Yesu. Ifunguliwe katika jina la Yesu. Wale wanasafiri, nani yule alisema anasafiri? Sitarudia hii maombi. Wale walisema wanasafiri. Na kushukuru Mungu Baba mwenye rehema na mwenye huruma. Uwatakase na uwape neema ya usafiri kwa sababu yeye ni mwema. Mahali wanasafiri, wengine kupeleka watoto shule, wengine safari za ng'ambo, na wakabidhi mikononi mwako. Uwachalie neema kwa ajili ya safari, uwatangulie, uwatendee mema. Wewe ni Mungu mwenye rehema, mwenye huruma katika jina la Yesu. Uondoe magonjwa, utakase huyu mtoto Baba, umupe neema na baraka ya uponyaji. Apone magonjwa yake ya ngozi katika jina la Yesu. Utukuzwe Mungu Baba mwenye rehema na Mungu mwenye huruma. Waliofungwa wasimame tena kwa nguvu zako sasa, wacha wasimame katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Takapotoka kwa hii madhabahu, neema yako iwatose kwa sababu yeye ni Mungu. Kila mahali wanaenda Mungu, uonekane mbele yao kwa sababu yeye ni Mungu. Uondoe magonjwa, uondoe vifungo yote na vita ya Shetani katika jina la Yesu Kristo. Mahali wanaenda shule mbalimbali, Baba wape neema ya usafiri katika jina la Yesu. Ondoa kifungo juu yao
na vita ya Shetani. Nimeomba kwamba wanapoenda kusimama, wacha neema yako iwatose, kwa sababu wewe ni mwenye rehema, Mungu mwenye huruma. Uinuliwe, upewe sifa, Mungu uliye juu. Baba, ukatangulie, ukatendee yaliyo mapenzi yako, katika jina la Yesu naomba, amin. Amen. Wale umeombea msimame, wale bado msonge hapa. Na kushukuru Mungu uletaye amani, utenda ishara, miujiza na maajabu, uondoa vifungo na vita ya Shetani, na kufungua kuacha huru walionewa. Ndugu huyu mkumbuke hilo ulikumbuka Nuhu pamoja na nyumba yake, ukatakase hizi viti, na yeye pia umutakase, ufungue mema, uondoe mabaya, katika jina la Yesu Kristo. Wapokee neema katika jina la Yesu. Mungu walinde, uwatakase, uondolee mabaya, uwape neema katika jina la Yesu Kristo. Utukuzwe Mungu wa Israeli, kwa sababu yeye ni mwenye huruma. Pokeeni sifa na utukufu katika jina la Yesu. Mungu awabariki, Mungu awainue. Amen. Mubarikiwe, mubarikiwe. Amen. Tupie Yesu makofi. Baada mtombe fanye hivi. Baba, nimewaombea neema na baraka wa watoto. Bariki njia sawa. Toa hii. Watendee mema, kwa sababu wewe ni mwenye rehema. Ondoa vifungo ya Shetani juu yao. Fanya hivi. Muondolee vita na maovu ya Shetani. Umupe neema katika jina la Yesu. Amen. Siku hiyo ya uzima, nikikumbuka
Heshima